tunao ambao jana yake wanakuwa hawapo. Kiufupi, jana tulikuwa na somo ambalo na mimi nilipata muda wa kulisikiliza. Ilikuwa zuri binafsi na nililipenda. Jana tuliangalia foundation ama an anchor ama tusemeje, msingi na nanga ni mwanaume. Lakini nanga ili iweze kusimamisha meli ni lazima iwe juu ya mwamba. Kwa hivyo jana tukaona kwamba mwanaume na mwanamke wanapaswa kuhakikisha mahusiano yao binafsi na Mungu yako vizuri, ili kwamba sasa wanaofuata kutoka kwao watakuwa salama. Jana tukasema hivi, issue sio mwanaume amesomea nini, issue sio mwanaume kasomea nini, issue sio mwanaume ana elimu kubwa kiasi gani, issue sio mwanaume ana fedha kiasi gani, sio ana nyumba ngapi, sio ana kampuni kiasi gani. Unaweza ukawa na hayo mambo yote, lakini foundation yako ikawa mchanga, bado wewe ni disqualified kuoa. Na jana nikashauri kwamba jitahidi sana kuwa makini unapohitaji kujiengage kwenye ndoa. Usivutiwe na material, usivutiwe na vitu, kwa sababu vitu havikuoi. Anayekuoa ni mtu, sio vile vitu alivyo navyo. Sasa leo tuna watu ambao hawaolewi na mtu, wanaolewa na vitu. Sasa nakutahadharisha, ukiolewa kwa ajili ya vitu, niamini mimi, ndoa yako haitakuwa salama na utateseka. Ndio maana leo kuna watu wanakaa kwenye majumba mazuri lakini hawana amani. Ila jumba lao ni kubwa, gorofa, lina furniture za kisasa, wakati mwingine hata hizo furniture walizonazo hawazifaidi kwa sababu hawako kwenye mwamba ambaye ni Kristo Yesu. Leo nataka tena tujifunze kitu muhimu, na muda ni mdogo, niwaombe, nitajaza vitu vingi sehemu moja. Kwa hiyo nisikilize kwa umakini sana. Ukisoma Biblia yako vizuri utagundua hivi, mahusiano ya kwanza kwenye Biblia hayakuwa kati ya mtu na mtu. Rudi kwenye Biblia yako kasome vizuri. Mahusiano ya kwanza kwenye Biblia hayakuwa mahusiano ya mtu na mtu. Mahusiano ya kwanza kwenye Biblia yalikuwa kati ya mtu na Mungu. Ukisoma Biblia yako utagundua hivi, wakati mwanaume anaumbwa, mwanamke hakuwepo, na wakati mwanamke anaumbwa, mwanaume hakuwepo. Najua utaanza kusema, pastor, mbona ulisema mwanamke ametoka kwenye ubavu wa mwanaume? Nisikilize. Wakati Mungu anamuumba Adamu, unajua ukisoma kitabu cha Mwanzo 1:26 na 27, usivisome kwa pamoja. Unajua haya mafungu tunaosoma kwenye Biblia, waandishi walioandika Biblia hawakuwahi kuyaweka. Musa hakuwahi kusema Mwanzo 1, Mwanzo 2. Musa aliandika kitabu kizima cha Mwanzo chote. Hakuwa ameweka hayo mafungu. Mafungu yalikuja kuwekwa miaka mingi kupita ili tusaidie sisi kwenye kuelewa na kufikia kwa haraka unakotaka ufike. Kwa hiyo Mwanzo 1 fungu la 26, Mungu anaposema, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Mungu hakuanza kumuumba mwanamke. Mungu alianza kumuumba mwanaume. Ukienda fungu la 27 linasema Mungu akamuumba mwanamke na nani? Sasa ili uielewe vizuri Biblia, ukisoma Mwanzo 1:26, toka hapo nenda 2:7. 2:7 inasema hivi, Mungu akachukua mavumbi ya nini? Ardhi. Kisha akayapulizia nini? Mtu akawa nafsi. Mtu huyo ni Adamu. Mtu huyo ni mwanaume. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Kwa hiyo mwanaume kwa mara ya kwanza akiwa kwenye bustani ya Eden, mahusiano yake ya kwanza mwanaume hayakuwa mwanamke, yalikuwa Mungu. Na naangaika mpaka sasa hivi sijui, ila siku nikijua nitasema mbele za watu kwamba
Mungu na Adamu walikaa kwa masaa mangapi kabla mwanamke hajatengenezwa? Hivi ni kutengenezwa kuumbwa. Walikaa masaa mangapi? Mpaka sasa sijui. Lakini somo la kesho na kesho kutwa utakuja kushangaa, niseme tu juu juu. Adamu alipomaliza tu kuumbwa, alikuwa bado hayuko qualified kuwa na mke. Nisikilizeni vijana ambao bado hamjaoa na sisi tuliokuwa kwenye ndoa, kuzaliwa kuwa mwanaume sio sifa ya kuwa na mke. Kwa sababu Adamu alipoumbwa pap kakamilika kafumbua macho, still bado alikuwa hapaswi kuwa na mwanamke. Mungu akaanza kumpa vitu vingine kabla hajampa mwanamke. Cha kwanza, kasome kwenye Biblia yako, Mungu alimpa Adamu nyumba ya kuishi, akamweka katika bustani ya nini? Mwanamke hakuwepo. Mungu anisaidie msinielewe vibaya. Kwa mwanaume, kati ya mwanamke na makazi, priority kwa mwanaume ni makazi. Kwa sababu huwezi kuwa na mwanamke kama una kwako. Kwa hiyo wewe unaekaa kwa mjomba wako alafu una demu, we ni kenge. Eti tusamehe sisi. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mwanaume, Adamu alipomaliza kuumbwa hakupewa mwanamke kwanza. Biblia inaniambia alipewa kwanza nini? Kazi. Makazi. Sasa leo kijana unakaa kwa mjomba wako, anakulipia ada, una hela ya chakula unapewa na mjomba wako, halafu eti una demu. Na wewe binti ulivyokuwa wa ajabu, umekubali kabisa kuwa mikononi mwa mwanaume wa aina hiyo. Kwamba pastor, tunapendana, haya mengine Bwana atafungua. Mkipendana mnalipa kodi? Yaani ukikaa na mpenzi wako, nakupenda pia, kodi imelipwa. Nakupenda pia, umeme umelipwa. Nakupenda pia, umenunuliwa viatu. Mwanaume cha kwanza ambacho Mungu alimpa makazi. Adamu alipomaliza kuumbwa hakupewa kwanza mke. Cha pili, nimesema nitavifundisha mbele. Mungu akamwambia Adamu ailime na kufanyaje? Na kuitunza. Maana yake alimpa nini? Kazi. Kwa mwanaume, kati ya mwanamke na kazi, cha kwanza ni nini? Sasa wakina mama usianze, pastor unatuonaje? That is the truth. Cha tatu, mwanaume akaambiwa atailinda. Maana yake mwanaume ni mlinzi kwa mwanamke. Na naomba hapa nisisitize kidogo, nimesema hayo masomo yake yako mbele tutajifunza. Niliwaambia sijui juzi kama sio jana kwamba kwenye Biblia ninaposema mwanamke sizungumzii mkeo, sizungumzii mchumba wako. Mwanamke ni mwanamke tu, haijalishi nani yako. Kwa hiyo mnisamee, tunajifunza. Unaporudi nyumbani unamuona mama yako, ukumbuke unamuona nani? Mwanamke. Unapomuona dada yako wa kuzaliwa naye tumbo moja, unamuona nani? Mwanamke. Kwa hiyo mwanaume ni mlinzi wa mwanamke, haijalishi ni nani yake. Na maanisha nini sasa? Mwanaume hawezi kufanya kitu kibaya kwa anayemlinda. Eti kama we ni mlinzi wa mwanamke utamwacha? Kama we ni mlinzi wa mwanamke utamfanya afanye vitu visivyofaa? Kwa sababu we ndio protector unaopaswa umlinde. Kwa mantiki hiyo, mwanamke anapaswa kuwa salama akiwa mikononi mwa mwanaume. Ila sio sasa hivi, Mungu atusaidie. Sasa hivi yani hata barabarani ukiona kijana wa kanisani tu anatembea na binti, unaanza kusali kwamba baba usiwaache, nenda pamoja nao, uwe kwa sababu ulinzi umepotea kabisa. Ndipo Mungu anakuja kumwambia hivi, Adamu si vema awe peke yake. Wakati huo kampa makazi, kazi, ulinzi na mwalimu. Adamu ndo aliambiwa na Mungu miti yote usile, wakati huo mwanamke hayupo. Kwa hiyo mwanaume ni mwalimu wa familia yake. Baada ya hapo ndipo Mungu anamleta nani? Mwanamke. Sasa sikiliza. Kabla ya makazi, kabla ya kazi, kabla ya ulinzi, kabla ya ualimu, binadamu alipoumbwa cha kwanza alichopewa ni Mungu mwenyewe. Alikuwa pamoja na Adamu. Weka kichwani hiyo, usisahau. Wakati Mungu anataka kumuumba mwanamke, rudi kwenye Biblia yako. Biblia inasema mwanaume alilala.
Maana yake nini? Adamu hakuwahi kuona mwanamke alivyoumbwa. Mwanamke anapofumbua macho na yeye kwa mara ya kwanza, alikuwa yuko pamoja na nani? Na Mungu. Mwanamke na Mungu wakaenda pamoja kwa nani? Kwa Adamu. Natamani hiki kitu kikae vizuri kichwani kwako. Mungu anahitaji mahusiano binafsi na mwanamke, na Mungu anahitaji mahusiano binafsi na mwanaume. Mwanaume mwenye mahusiano na Mungu na mwanamke mwenye mahusiano na Mungu ndio waliokutanishwa waoane, mke na nani? Kwa hiyo ingredient ya kuoana sio kwa sababu una jinsia ya kike au kwa sababu una jinsia ya kiume. Hapana, ni mwanamke sawa, una mahusiano na Mungu. Ni mwanaume sawa, ni mwanaume, una mahusiano na Mungu. Kwa hiyo sifa ya kujiingeji kwenye ndoa, hatuanzi kutafuta ndoa kwanza, tunaanza kutafuta mahusiano na nani? Na Mungu. Yule msomaji wangu leo yupo kweli? Wamekupa maiki? Njoo hapo wakupe maiki bwana. Wewe kila siku hii ni kazi yako mpaka tunaondoka hapa. Naomba wale watu niliokuomba wale, tumalize somo leo Jumatano ya maombi. Tunatakiwa tuwe na maombi. Hawapo? Changamkeni kidogo wadogo zangu. Mkiwa mnakuja mnakaa jirani. Fundi mitambo nisaidie apate ya kuongelea msomaji hapo. Okay. Wewe mwanaume naomba usimame hapa, na huyu binti naomba asimame hapo. Simama hapo dadangu. Okay. Unaweza kusogea mbele kidogo? Nyie mnaokuja kaeni kwanza hapo, huyo kijana wa kiume aje. Ni wawili kaeni hapo, viti hivyo vya plastiki. Huyu kijana wa kiume aje. Kaeni kwanza kwenye hivyo viti hapo. Nitawachukua. Fundi mitambo tusaidie hiyo sauti. Naomba wewe usimame hapa katikati ya huyu na huyu. Okay, asante. Hivi fundi mitambo anaitwa nani, tumtambulishe? Anaitwa nani? Jamani, tuna fundi mitambo anayetusaidia kuratibu hapa ndani, anaitwa Emmanuel. Mnasemaje kwa ajili ya huyu mtumishi wa Mungu? Emmanuel, nimekutambulisha. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13 usisome. Wewe nenda Wagalatia 5 fungu la 22 na la 23. Ukiwa na muda nyumbani, Wakorinto ni kitabu kifupi, kina sura ya kwanza mpaka ya 13. Mimi ile sura naitaga ni sura ya upendo. Inazungumzia tu ukiwa nabii una upendo ni kazi bure. Ukiwa msabato una upendo ni kazi bure. Ukiwa unatoa zaka na sadaka una upendo ni kazi bure. Mimi nilipokuwa nasoma hilo fungu nilitaka kujua hiyo maana ya neno upendo. Kwa nini mtu ni nabii anatabiri lakini akiwa hana upendo ni kazi? Kwa nini ni mume ana mke na watoto lakini akiwa hana upendo sio mume? Ili neno lilikuwa linamaanisha nini? Nilipoenda kwenye Wagalatia 5 fungu la 22 na 23, nasema lakini tunda la Roho ni upendo. Ishia tu hapo. Wamesikia fungu, wataendelea kusoma. Hilo neno alilolitamka hapo upendo, kwa lugha ya Kigiriki limesemwa agape. Wengine wanasoma agapel. Agape inaaminika ni upendo ambao anao Mungu peke yake. Na lugha nyingine ya huo upendo huwa wanaita divine love. Ni upendo ambao Mungu anakupenda haijalishi ukoje. Mungu ni tofauti na sisi. Akikupenda anakupenda. Uwe mwizi, kuwa utakavyokuwa anakupenda. Miaka ya nyuma nikiwa kijana, hapo ulipo unanishangaa kwamba za hizi mzee, kuna wimbo wa duniani ulitokaga. Sijui kama ninyi mliusikiaga. Na aliyeimbaga ule wimbo alikuwa anaitwa Dudubaya. Sasa wasabato bali mnajishauaga kwamba hata hivyo vitu hata mvijui kabisa. Aliimba wimbo unasema hivi, nakupenda tu, pua kama jipu, nakupenda tu. Aliyewahi kusikia nipungie mkono? Kumbe wanachama tupo enzi zetu hizo. Dudubaya alichokuwa anajaribu kusema, alikuwa anasema hivi, it doesn't matter
I'm still loving you. Neno agapel ni upendo unaopatikana kwa Mungu peke yake. Binadamu bila Mungu hawezi kuwa na huo upendo. Warumi 5:5 msomaji. Warumi 5:5 msomaji, twende haraka haraka tumalize somo. Warumi 5:5 fungu la 5 anasema na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu. Umelisikia vizuri hilo fungu? Nisikilize mdogo wangu, nako kwenda ni kuzuri na utafurahia. Upendo wa Mungu umeshamiminwa ndani ya kila mtu kwa kupitia Roho. Mwenye upendo wa kweli hawi na upendo bila kuwa na Roho Mtakatifu. Narudia, huwezi kuwa na upendo wa kweli wa kumpenda mwanamke, huwezi kuwa na upendo wa kweli wa kumpenda mwanaume kama una Roho. Kwa hiyo uhusiano wa kwanza wa huyu binti sio kijana wa kiume, kwa sababu huyu binti asipokuwa na Roho wa Mungu, hata akiwa na kijana wa kiume hana upendo wa kweli. Kwa hiyo huyu binti hamuhitaji kwanza kijana wa kiume, huyu binti anahitaji kwanza Roho wa nani? Let me go deeper. Mwanzo 1 fungu la 26 lina hili neno. Nenda uliangalia leo utaligundua. Mungu akasema na tufanye. Neno lilotumika pale tufanye, Kiingereza made. Kufanya na kuumba ni vitu viwili tofauti. Kufanya ni kutengeneza kitu kutoka kwenye kitu ambacho tayari kipo. Mfano benchi ulilokalia limetengenezwa na matofali na miti. Kwa hiyo miti ilianza kuwepo, walipotaka kujenga benchi wakaenda kwenye mti, wakapasua mbao, wakajenga benchi. Hapo hujaumba, umetengeneza. Tuko pamoja? Lakini ukienda fungu la 27 inasema Mungu akaumba. Kwa hiyo binadamu wakati anatengenezwa, alitengenezwa na sizungumzii material, lakini terminology mbili zilitumika na zina maana, unapaswa uzielewe. Mungu anasema nikafanya, Mungu anasema nikaumba. Lakini ndani ya binadamu huyu lazima ujue kufanya alimaanisha nini, kuumba alimaanisha nini. Sasa nisikilize mdogo wangu. Mungu anaposema kufanya ni Mwanzo 2 fungu la 7. Mwanzo 2 fungu la 7, Mungu alienda kwenye mavumbi ya nini? Yalikuwepo hayakuwepo? Ameumba, ametengeneza. Ametengeneza, hajaumba. Katengeneza kwa sababu tayari kitu kilikuwepo. Kuumba ni kusababisha kisicho kuwepo kiwepo. Na ndio maana Mungu anaabudiwa peke yake, yeye tu ndiye pekee anayeweza kusababisha kisicho kuwepo kiwepo. Mungu alisema iwe nuru, ikatokea. Imetoka wapi? Kwa Mungu. Kaitoaje? Hatujui. Lakini alipokwenda kwenye matope akalikanda lile sanamu, tayari Mungu alitamka ardhi ikawepo. Akaenda kwenye ardhi akalitengeneza lisanamu la kiume. Sikiliza hii pointi. Mungu anisaidie vijana especially msiooa na wenzangu tulioingia kwenye ndoa, usiisahau kwenye maisha yako. Baada hapo Mungu alifanya kitu cha pili, akampulizia pumzi ya uhai. Ilitoka wapi? Pumzi ya uhai ilitoka wapi? Hivi unafahamu wewe uliyekaa hapo una component iliyotoka kwa Mungu mwenyewe na sio kwa binadamu yoyote? Sijui kama mnanielewa. Yaani usije ukatishika ukikutana na kijana wa kiume, we binti uliokuweko hapa, anakwambia we ni mzuri ila hivyo vimiguu vyako. Mwambie unaona hivi vimiguu hivi unavyovizalau, mimi ninayeongea na wewe na something from God himself. Nisikilize vizuri. Biblia inaposema Roho wa Mungu, Mungu anaposema tulipuliziwa pumzi ya uhai, Biblia anasema hivi, Roho wa Mungu, mwili wetu ni hekalu lake. Nisikilize vizuri hii point uelewe. Ili binadamu atokee, alikuwa anahitaji vitu viwili vikazalisha kitu cha tatu. Vitu viwili hivyo ni vipi? Mavumbi ya ardhi,
shosti, pumzi ya uhai. Pumzi ya uhai, mavumbi ya ardhi. Vilivyokutana hivi vitu viwili vikatengeneza kitu cha tatu. Kinaitwa nini? Nafsi. Umenielewa mpaka hapa? Ili mtu awe nafsi, ana mavumbi ya ardhi, ana pumzi ya uhai, na huyu mtu ni nafsi. Hapa huyu mtu ameumbwa kabla hajatenda. Warumi 5 fungu la 5 inatuambia hivi, upendo upo ndani yenu kwa sababu mna roho. Kwa hiyo Adamu kabla hajatenda dhambi, automatically roho wa Mungu alikuwa wapi? Kwa hiyo Adamu alikuwa na real love. Achana na mshtuko. Kiingereza wanasema infatuation. Kuna upendo wa kweli na msisimko. Ni vitu viwili. Msisimko haupendi mtu, unapenda sehemu ya mwili wa mtu, na wanaume wengi wana msisimko na hawana upendo wa kweli. Mwanaume anaweza akamuona binti mrefu asimpende mwili wote, ila kampenda ni mrefu. Akija kwako akwambia hivi, nimekupenda we ni mrefu, anakwambia nakupenda, hakuna kama wewe, ukinipa nafasi sitakuumiza, wewe ndio asali wa moyo. Ukijichanganya tu, akishapata alichokitaka anakutana na binti mwingine mfupi, anakuacha wewe mrefu kwa sababu kashapata urefu, anaenda kwa kafupi, naye atamwambia nakupenda lelelele. Kwa nini? Hana roho wa Mungu ndani yake wenye upendo wa kweli. Upendo wa kweli hauongopi. Huwezi kwenda kwa mwanamke kumwambia nakupenda wakati unajua umpendi. Huwezi kwenda kwa mwanamke ukamwambia nataka nikuoe wakati unajua huna mpango wa kumuoa. Kwa hiyo kitendo cha kuchukua hatua ya kwenda kutongoza, motive inayokupeleka kutongoza, kama uwepo wa Mungu hauko ndani yako, wewe unavyokwenda huendi kwenye kitu sahihi, unakwenda kwenye kitu ambacho sio nini. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Unafahamu Adamu kabla hajatenda dhambi ni binadamu wa kwanza kwenye Biblia aliyeitwa Son of God, na binadamu wa pili aliyeitwa hivyo ni Yesu kabla hajatenda dhambi. Warumi 2, Luka 3 fungu la 38. Kiswahili kina mapungufu, lakini lugha ya Kiingereza, soma mtu wa Mungu, Warumi Luka 3:38 inasema, Luka 3:38 wa Enoshi wa Seti na wa Adam wa Mungu. Hiyo neno wa Enoki, wa Thezi, wa Adam, wa Mungu, ukisoma kwa Kiingereza son of Thez, son of Adam, son of God. Adam ni binadamu wa kwanza kabla hajatenda dhambi, aliitwa son of. Kwa nini Adamu aliitwa son of God? Naomba huyu nimweke pembeni, nibaki shikaneni. Ni kwa sababu Adamu kabla hajatenda dhambi alikuwa na mavumbi ya ardhi, ana uwepo wa Mungu ndani yake. Kila Adamu alipokwenda ndani yake alikuwa na roho nani? Tuko pamoja mpaka hapo? Kama tuko pamoja nipungie mkono. Naomba hapo mmoja aje. Njoo binti yangu. Dada sogea huko. Shikana na huyo binti mwenzio. Pointi ya pili, nisikilize, kuna kitu kizuri mdogo wangu nataka uondoke nacho leo, na Mungu anisaidie ukielewe. Adamu alipotenda dhambi, usisahau, Adamu alipotenda dhambi alibadilika. Cha kwanza, alikuwa na mwili hauna dhambi na ana uwepo wa Mungu wapi? Ndani yake. Alipotenda dhambi, ana mwili wa dhambi na ana uwepo wa shetani ndani. Huyu unayemwona hapa Adamu, huyu hapaswi kuoa. Kwa nini? Hana upendo. Sasa tuulizane hapa, hebu napouliza na wewe jiulize. Wanaume mliokuwepo humu ndani, uliyewahi kutongoza? Nyinyi watu kutongoza si unaelewa? Sabato atajifanya hawajui haki ya nani. Kutongoza ni kumshawishi mwanamke ili akukubalie. Kipindi unakwenda kwa mwanamke umtongoze ili uwe naye kwenye mahusiano, motive yako inakuaga nini ya kwenda kumtongoza? Take time to think. Go deeper. Hebu chukua muda kufikiri. Kijana wa kiume umekuja kanisani, umemwona binti, unaamka kumfata kwenda kutengeneza naye mahusiano, motive yako inakuaga nini kwenda kumtongoza? Nini kinacho kucontrol kwenda kumapproach awe wa kwako? Unaendeshwa na nini kumwambia huyo binti awe na wewe?
Haya, swali la pili, mabinti mliokuwepo humu mliowahi kutongozwa, wakati unatongozwa ulikubali nini kwa yule mwanaume? Nini kilichokufanya ukajiengage kusema huyu ni mtu sahihi, naenda naye? Nisikilizeni wadogo zangu, issue sio kutongozwa, issue sio kuvutiwa, issue unaongozwa na nani? Tangu dhambi imeingia, binadamu wengi hawana roho wa Mungu, na roho wa Mungu asipokuwa ndani yako, huna upendo wa kweli. Nisikilize, kutokuwa na upendo wa kweli hakuzuii msisimko wa mwili. Unaweza kuwa huna upendo wa kweli, lakini mwili wa dhambi unahitaji ngono. Lakini sikiliza, Adamu kabla hajatenda dhambi, ana mwili hauna dhambi, ana uwepo ndani. Adamu mwili wake haumuendeshi, hafanyi ngono kwa tamaa, anafanya ngono kwa maelekezo ya Mungu. Nani ananielewa? Nipungie mkono. Lakini leo duniani hatuongozwi na instructions za Mungu, tunaongozwa na mwili na uovu wa shetani ulio ndani yetu. Let me go deeper. Nataka utofautishe hivi vitu viwili. Niliwahi kufundisha huko nyuma, lakini nasema tu ili uelewe. Mungu hakuweka tendo la ndoa kwa ajili ya kuenjoy. Sasa neno la Kiswahili kuenjoy sijui unasemaje? Kuenjoy Kiswahili chake unasemaje? Kufurahia Mimi mwenzenu libaki hivi niseme utamu. Nisikilize vizuri. Mungu kabla dhambi haijaingia, simzungumzii mtu huyu, namzungumzia huyu mtu. Mungu anataka kuzalisha watu wengine wengi. Target ya Mungu, anataka watu wengine wengi, lakini hataki kurudi kwenye mavumbi ya ardhi kuumba mwingine. Anataka hao watu waendelezwe. Mungu alimuumba Adamu kabla hajatenda dhambi, alikuwa Adamu na Mungu. Huyu Mungu alikuwa na mwanamke, mwachie mkono huyo mara moja. Kabla Adamu hajaamka amelala, Mungu aliyemuumba mwanamke na Mungu aliyemuumba mwanaume akawakutanisha hao wawili wakawa mke na. Sikiliza, kwa nini Mungu aliwafanya wawe mke na mume? Kwa nini Mungu aliwafanya wawe mke na mume? Cha kwanza, miili yao iko controlled na Mungu. Kwa hiyo watakachokifanya kwenye ndoa yao sicho wanachokitaka wao, watakifanya kile ambacho Mungu amekiplani kifanyike kwao. Cha pili, Mungu amewapa ke na me, sio kwa ajili ya enjoyment. Mungu anataka watoto kutoka wapi? Nisikilizeni, tendo la ndoa, sababu ya kufanya tendo la ndoa sio kwa ajili ya enjoyment. Tunafanya kwa ajili ya kushiriki uumbaji. Na kwa taarifa yako, wakati linafanyika kwa kushiriki uumbaji, Mungu anashiriki, sio kulifanya. Unajua kuna wakati watu wanajuaga tukiwa tunafanya hilo tendo eti Mungu anafumba macho kabisa. Mmemaliza bado? Lakini angalieni vijana wa leo, kata hapa kidogo, rudi kule. Binadamu wa siku hizi hawahitaji kusudi la kuzaliana, wao wanatafuta nini? Enjoyment. Ndio maana kijana mmoja ana wanawake wangapi? 7. Unatafuta nini? Utamu. Na nimetamka tena utamu. Wanatafuta furaha. Ndio maana kijana sio mcha Mungu, hasiyekuwa controlled na Mungu, analala na huyu, anakuwa satisfied. Kwa sababu haangalii kusudi la Mungu, anaangalia feeling, anaangalia emotion, anaangalia kile anachokihitaji yeye. Na halali na mwanamke kwa sababu anampenda, kwa sababu atamlinda, kwa sababu atamuoa. Analala naye kwa sababu ya kuwa satisfied. Hakuna kitu naogopa, especially mabinti. Wewe binti sio mtu wa kutapikiwa ili mtu awe satisfied. Kijana wa kiume asiyemjua Mungu na asiye na Mungu ndani yake, akikuona mwanamke unamgua nini? Wabia. Guu. Yule kijana kilichomvutia kwako, macho yake yameona mguu, akili yake inatawaliwa na shetani, mwili wake bado uko active. Akikuona anakujadili, mwili una respond, tunataka.
Akitoka hapo anakuja kwako, mimi nakupenda, wakati hakupendi. Maana ili awe na upendo wa kweli lazima awe na roho nani? Atakuahidi mambo mengi. Ngoja niwaambie mabinti, jichunguze kwenye mahusiano yako. Mwanaume anapokuwa anakuhitaji, yuko tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Wewe mwambie sina vocha, 20,000. Ukiunga muda wote anakuchatisha, umeshakula, uko wapi sasa hivi? Angalia magari, ufike salama mpenzi. Hakuna kama wewe. Wewe ni shahidi. Akisha lala na wewe ya kwanza, ya pili, ya tatu, wanaume huwa sasa anakuja kwenye akili yake, anaanza kujiuliza, hivi huyu mimi nilimpendea nini? Anakumbuka mguu. Sasa kashamaliza mguu, sasa anataka nini? Wewe ulikuwa na mguu lakini huna mahambaga. Anakuacha. Niliwapa hapa mfano. Anakuachaje? Hakwambii nimekuacha. Hakwambii nimekuacha, kwa sababu hana upendo wa kweli. Hajali hisia zako, hajali maumivu yako, hajali unajisikiaje. Yeye ameshakuwa satisfied. Alitaka seksi kwa ajili ya mguu wa bia, kashaipata seksi, kashakuwa satisfied. Wewe umesha expire kwake. Kinachofuata hawezi kukufuata akakwambia sikutaki na kuacha, ila ulizoea mnachati sana. Utaamka kuanzia asubuhi hakuna message yake hata hii. Niliwaambia juzi, usiku saa 4 ndio utatumiwa message ya good night, ambao niliwaambia inakuaga na G namba 9 na kati umeachwa. Yani ako kama message ukikaona tu good night ya namna hiyo, kwisha. Wewe jiambie mimi kwisha. Sikiliza, mwanamke ni mtoto anayepaswa alindwe na nani? Na mwanaume. Lakini huyu mwanaume sio sahihi. Kwa nini? Hana roho wa Mungu ndani yake. Na kwa sababu hiyo, baada ya kuwa mlinzi anakuwa destroyer. Huyu binti anaanza kupata maumivu ya moyo. Hakuna maumivu makali kama trauma. Binti anaanza kujidharau, yani amenifanyia. Anaanza kukumbuka jinsi mwili wake alivyoukabidhi kwa huyo mwanaume na mwanaume alivyouchezea. Yule binti anaanza kukosa confidence, anashindwa kujiamini mbele za watu, anapata uchungu, anaanza kujidharau. Asipokuwa makini, huyo binti anakuja kuwa hatari sana kwenye mahusiano yanayofuata. Akijichanganya mtoto wa mama mkwe mwingine akamwambia nakupenda, huyo binti mguu mmoja ndani, mmoja kaweka wapi? Anasema nawajua unazitaka wewe, ngoja alinibamiza yule wa kwanza, wewe hapa unibamizi. Kinachotokea ni nini? Sasa hivi hatuna mahusiano ya kweli kwa sababu mwanaume alishindwa kumprotect mwanamke. Alishindwaje kumprotect? Alipomchezea, kamaliza, kamtumia good night, dada kaumia. Dada akamwambia kama vipi tuachane. Huyu mwanaume ndicho alichotaka, akasema kama umeamua hivyo fresh. Mwanaume anaendelea na kutafuta mwanamke mwingine, maana wewe alivutiwa na mguu, kashamalizana na wewe. Yani kama analeja ameshatiki kwamba mwenye miguu tayari, natafuta mfupi mwenye matege. Wakati huyu kijana wa kiume anakwenda kwa binti mfupi mwenye matege, wewe binti wa kike uliyechezewa na huyu kijana una uchungu moyoni, umeshajeruhiwa, humtamani kila mwanaume. Hata akija mwanaume wa kweli humwamini. Tayari huyu mwanaume, niliwaambia sisi wanaume ndio tuna pass next generation. Tayari huyu mwanaume kaharibu maisha yako. Wakati we binti umeharibiwa maisha yako, huyu mwanaume anaenda kuharibu ya binti mwingine mfupi mwenye matege. Akimaliza mfupi mwenye matege, anaenda kwa sio mrefu sio mfupi ila maji ya kunde. Kwa hiyo mwanaume mmoja anaweza kuleta madhara kwa wanawake 32. Angalia kinachotokea. Hawa wanawake 32 wakitawanyika huko duniani, wanaume waliosalia kazi wanayo. Ndio maana siku hizi, sijui kama mmechunguza, siku hizi wanawake hawashtuki kutongozwa. Yaani ukimfuata kwambia nakupenda, unanipenda sawa. Yaani wewe mwanaume ndio unaanza, yaani mimi nakupenda kimapenzi. Nimekuelewa? Kwa sababu ana majeraha. Alafu kinachotokea na yule mwanamke anataka akutandike. Yeye katandikwa
naye anaingia kwako, mtandikane. Kinachotokea sasa hivi tunaumizana, hatufikii ndoa, tunateseka. Sasa nini tufanye? Nisikilizeni wadogo zangu, issue sio kuhangaika na mwenzi. Issue kwanza tutatue huu mgogoro. Cha kwanza muhimu tunachopaswa kufanya sio kuintroduce mahusiano. Turudi kwanza kuwa na mahusiano na Mungu, kwa sababu Mungu asipokuwepo ndani yako, ukawa hauna upendo wa kweli, wewe unakuwa destroyer. Ndio maana leo tuna vijana ndani ya kanisa ni destroyer. Wao ni heart filter, anapiga matukio mpaka wakidadada hivi. Mwahi kumwona mtu akikatisha tu kule, wewe unaanza kulia? Yaani umekaa tu na mabinti zako na mabinti wenzio, mimi nakwambia Yesu anakuja, alafu anapita aliyekuumiza kule, ghafla wenzio wanashangaa, ni dunia, Yesu arudi tu. Unaanza kujifuta kwa sababu mpuuzi mmoja aliyechezea maisha yako amepita kule. Na wanawake, niliwaambia wanawake sio foundation. Foundation ni mwanaume. Ndio maana nawaambiaga wazazi wenye watoto, wekeza nguvu sana kwa mwanaume, kwa sababu ukimtengeneza mwanaume bora, umetengeneza generation bora, kwa sababu wanao destroy hii generation ni wanaume. Sasa mimi mwenyewe nakiri mbele yenu, nakiri kabisa, kizazi tulicho nacho leo, asilimia kubwa tuna mwili wa dhambi, tuko controlled na nani? Tunawezaje kupona? Sasa angalia tulivyokuwa watu wajinga, hatutaki kudili na huu mgogoro, si tunataka mapenzi. Angalia, mtu ana mwili wa dhambi, ana roho wa shetani, lakini katunga wimbo mzuri wa kimapenzi. Mi na huyu dem tunapendana sisi kila sehemu, mi na ye hatutaachana, kwenye shida na la sisi tutalala. Nilikuwaga naimbaga zamani. Huo ndio wimbo aliotunga, na anapoimba huo tuna adapt ule wimbo, alafu tunataka tuuishi. Lakini anaye introduce hicho kitu ni ambaye foundation yake sio Mungu. Leo tunaangalia tamthilia ambazo zinazungumzia ngono 100%, na unakuta baba, mama, watoto tuko sebleni tunaangalia, lakini ukiangalia maudhui na kinachoendelea pale ni cha hawa, sio huyu. Kijana wa namna hii hana papala, hatongozi mwanamke mpaka ameridhika kwamba huyu ndio mke wangu, kwa sababu hayuko controlled na mwili, yuko controlled na uwepo wa Mungu. Wapi? Ndani yake. Kijana wa aina hii hatendi dhambi sio kwa ajili yake, hatendi dhambi kwa sababu ya mahusiano yake na Mungu. Ngoja niwape mfano, hatutasoma, nikutajie utasoma. Mwanzo 39. Mwanzo 39 inamtaja kijana mmoja nampenda sana kwenye Biblia, anaitwa Yusufu. Ukianzia fungu la kwanza na kuendelea, utakuta Biblia inasema hivi: Potifa alipomwangalia Yusufu akamuona Mungu wa Yusufu. Sikiliza vizuri. Potifa alipomwangalia Yusufu akamuona Mungu wa Potifa. Hakumkabidhi mali zake Yusufu, ila alipomuona Mungu ndani ya Yusufu, Potifa akakabidhi mali zake kwa nani? Kwa Mungu. Tuko pamoja? Tunaenda pamoja? Mke wake hakumuona Mungu, alimuona nani? Sikiliza vizuri. Mke wa Potifa anaongozwa na mwili. Potifa anaongozwa na roho wa Mungu. Mke wa Potifa anamwangalia Yusufu, huyu kijana tangu aje nyumbani kwetu, biashara anasimamia vizuri, fedha inaenda vizuri, kijana yuko smart, ana akili, anajielewa. Huyu mwanaume aliyenioa ni poyoyo, nikimpata Yusufu kwisha habari yangu, huyu ndio mume anayefaa. Anaongozwa na mwili. Lakini sikiliza, alipokwenda kwa Yusufu, Yusufu hayuko controlled na mwili. Nisikilize vizuri, mahusiano ya Yusufu hayako mahusiano na mtu, ana mahusiano na Mungu. Ndio maana Yusufu hamwambii mke wa Potifa hivi, siwezi kufanya jambo hili nikamkosea mumeo na mimi. Yusufu anamwambia, sikiliza mama,
wewe unayekuja kwangu utaharibu mahusiano yangu na nani? Utaharibu mahusiano yangu na nani? Huo ni upendo wa kweli, kwa sababu Yusufu hajilindi yeye, anamlinda na mke wa nani? Wa Potifa. Kwa nini? Mke wa Potifa anahitaji kinyume na mbingu, lakini Yusufu anasema hapana, mimi siendeshwi na mwili, naendeshwa na mahusiano na nani? Hebu turudi dunia ya leo. Vijana wa leo, wewe ni shamba boy kwenye nyumba ya bosi wako, na bosi wako anasafiri sana, alafu mke wake anakutaka na ameumbika. Au nisikuingilie na maisha yako. Hivi unajua kijana wa sasa hivi atasema golden chance never come? Naona kabisa kijana anasema golden chance never, kwa sababu wako controlled na mwili. Sasa niwaombe, mimi nakuomba, sikulazimishi, struggle sana kwenye maisha yako kuhakikisha mwili wako haukuongozi, unauongoza. Yani, kuna kitu natamani kabla hatujaondoka nikamalizie, ni muhimu, hata kama nitakula dakika kadhaa, naomba niwalie tu. Shosti huko peke yako, njoo na msomaji sasa, njoo dadangu, njoo. Binti naomba nikusumbue, njoo mama. Samani, wewe sogea hapa hivi kidogo. Njoo mama, tumalizie hili somo. Ni vijana hivi ninavyohangaika na hili jasho, mnanielewa? Kitu ninachokisema kina make sense, Okay. Sogeni hapa. Shikaneni mikono, Hawa wawili nisikilize. Nataka nikufundishe kitu, you just listen carefully. Hata kama kwingine kote hujanisikiliza, nisikilize hapa. Yesu alizaliwa akiwa mwanaume, si ndio? Swali, ili mtoto wa kiume azaliwe anahitaji mbegu za aina ngapi? Ambayo ni X na Y. Naenda taratibu kwa sababu ni kitu muhimu sana. Swali, Y ya Yesu ilitoka wapi? Mmeanza, nasikia tu. Sikiliza vizuri, nachukua mfano ili unielewe. Ndio maana nimesema nisikilize huku mwishoni ninapomaliza. Ni kitu muhimu kitakachokusaidia kwenye maisha yako. Nisikilize vizuri. Wakati Adamu anaumbwa, nisikilize vizuri, X ya Adamu ilitoka kwenye ardhi. Y ilitoka kwa Mungu mwenyewe. Nani amenyelewa nipungie mkono? Narudia tena huo mfano ili unielewe somo. Wakati Adamu anaumbwa, Adamu hana kitovu, hakukaa tumboni mwa mwanamke. Adamu ana baba, hana mama. Yesu ana mama aliyemzaa duniani. Adamu yeye duniani ana baba, hana mama. Adamu anapoumbwa, Mungu anapochukua mavumbi ya ardhi, anachukua XX, anapompulizia pumzi, anampulizia nini? Y. Yesu anapoumbwa, anaumbwa hivi, actually hakuumbwa, alibecome. Napenda neno la Kiingereza, he become. Aliumbwa hivi. Y ya Adamu, kwa sababu ni baba, ndio foundation, anayepaswa kutengeneza kizazi kinachoendelea. Hawezi Adamu kutengeneza kizazi kinachoendelea. Kwa nini hawezi? Y imefanyaje? Imeharibika. Adamu tena hawezi kuzaa mtoto atakayekuwa mwema na muaminifu na mkamilifu. Hawezi kumzaa mtoto wa hivyo. Mungu anataka kumuokoa Adamu aliyebadilika. Alikuwa ana mwili hauna dhambi, analoa Mungu. Sasa hivi Adamu ana mwili wa dhambi, analoa shetani. Anapaswa muokoe Adamu, maana haokoi tu kwa ajili ya wokovu wa kwenda mbinguni, lakini Mungu anamuokoa pia Adamu kurudi kwenye ndoa iliyokuwa sahihi. Sikiliza vizuri. Kabla Adamu hajatenda dhambi, alikuwa ana mwili hauna dhambi, analoa Mungu ndani. Alipotenda dhambi, alibadilika, ana mwili wa dhambi, analoa nani? Angalia Yesu anapozaliwa. Yesu, Mungu hakuongea na Adamu, hakuongea na mwanamke, aliongea na nyoka. Rudi kwenye Biblia yako. Alimuuliza Adamu, umekula? Adamu akamwambia, mzee, tatizo ni wewe. Yaani usingemtengeneza huyu mpuuzi, mimi nisingefanyaje? Mwanamke huyo. Tayari ndoa imeharibika. Mungu akamuuliza mwanamke, mama, umekula? Mama naye akamwambia, Mungu wewe, nyoka uliyemtengeneza.
Sasa nyoka wako wawili kwenye lile fungu. Kasome vizuri Biblia yako. Kuna nyoka wangapi? Pastor, unamaanisha nini? Mwanzo 3 fungu la kwanza. Naye nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote aliowafanya Bwana. Kuna full stop. Pale ni nyoka kiumbe aliyeumbwa na Mungu kwenye sayari yetu dunia. Nyoka akamwambia mwanamke, yule aliyeongea sio nyoka kiumbe aliyeumbwa na Mungu kwenye sayari yetu dunia. Yule aliyeongea ni shetani aliyekuwa ndani ya mwili wa. Ukienda Mwanzo 3 fungu la 14, yule aliyeambiwa utatembelea tumbo, utakula mavumbi ya ardhi, yule alikuwa nyoka kiumbe aliyeumbwa na. Lakini yule aliyeambiwa atapondwa kichwa sio nyoka kiumbe aliyeumbwa na Mungu. Atakayepondwa kichwa ni shetani. Lakini wewe leo ukiona nyoka kiumbe aliyeumbwa na Mungu, wewe tunasema Biblia ilisema uongo. Unakosea. Nyoka kiumbe hatukuambiwa tumpige. Mungu anaweka ahadi ya kutukomboa sio kwa Adamu. Anasema uzao wa mwanamke. Akiwa anamaanisha nini? Yesu alipotaka kuzaliwa, Mungu akatuma malaika kwa mwanamke bikra. Akamwambia hivi, utashika mimba na wewe utazaa. Yule binti akamwambia, mimi bikra sijawahi kushika. Akaambiwa kwa uweza wa Roho. Roho ni nani? Roho ni nani? Kabla dhambi haijaingia, Roho wa Mungu akapuliziwa ndani ya Adamu. Adamu akawa yeye na roho wa nani? Na tumesema Roho wa Mungu ndio ina upendo wa kweli unaitwa agapelo. Yesu anapozaliwa, anazaliwa na mwili wa dhambi. Kwa nini mwili wa dhambi? Kwa sababu umetoka kwa mama, ni X, umetoka kwa mwanamke mwili. Yule roho aliyejipulizia kuwa ndani ya Adamu, yule roho akaingia ndani ya nani? Ya mwanamke. Yesu akazaliwa akiwa tofauti na Adamu. Yesu kazaliwa ana mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu ambaye Adamu alimpoteza kwenye bustani ya Eden. Nani amenielewa? Nipungie mkono watu wa Mungu. Ambaye hujanielewa nitaumia. Natumia muda mwingi sana kwa sababu najua ukielewa hapa hata ushindi wa dhambi unakuwa rahisi. Narudia tena. Yesu hakuzaliwa kama sisi. Yesu kazaliwa ana roho yule wa kweli wa Mungu aliyempoteza Adamu kwenye bustani ya Eden. Lakini tofauti ya Yesu na Adamu, Yesu ana mwili wa dhambi. Ila Adamu kabla hajatenda dhambi alikuwa ana mwili hauna dhambi na ana roho wa nani? Sikiliza vizuri. Akiwa na mwili hauna dhambi, ana roho wa Mungu, akaruhusiwa kujaribiwa, akatenda dhambi. Yesu naye ana mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu, naye aliruhusiwa kufanyaje? Kati ya hawa wawili yupi alipaswa afanye dhambi? Yesu. Sikiliza mdogo wangu, kuna pointi muhimu nataka uondoke nayo. Kwa nini Yesu hakutenda dhambi? Na Wakristo wengi wanakosea hapa. Wanasemaga kwa sababu kwa nini Yesu hakutenda dhambi? Na kuna watu mimi leo nawasikiliza, si wa clash, but I'm speaking the truth. Wanafundisha haki kwa imani, uongo. Nisikilize mdogo wangu. Yesu kwenye maisha yake ameishi fezi mbili. Fezi ya kwanza, Yesu akiwa na miaka 0 tumboni mwa mama yake mpaka miaka 30 hakuwahi kuishi ili atuokoe. Narudia. Miaka 0 ya Yesu mpaka miaka 30 hakuwahi kuishi ili atuokoe. Ili kondoo achinjwe kwa ondoleo la dhambi, alipaswa asiwe na nini? Na mawaa. Ili Yesu afe atuokoe, alipaswa asitende nini? Miaka 0 ya Yesu mpaka anafikisha miaka 30, Yesu alikuwa ana struggle yeye mwenyewe asitende. Sikiliza vizuri. Yesu kagundua ana mwili wa dhambi, roho wa Mungu yuko ndani, lakini roho wa Mungu hafanyi chochote mpaka wewe umeamua. Yesu alichofanya usiku kucha halali, anakesha kwa maombi. Anaombea nini? Anaomba roho wa Mungu atawale mwili, maana mwili wa Yesu unaenda against na roho wa Mungu. Ndio maana Yesu alisema hivi, roho iradhi, mwili. Uje kukutana na mtu ana ugonjwa wa ngono, alafu akikufuata anakuambia, yani mimi pastor mimi sitaki kufanya, lakini hata sijui kwaje, yani mimi sitaki pastor nisaidie. Pastor hawezi kukusaidia. Yeye mwenyewe unaweza kutoa unapomhadisia na ya kwake na yeye. Yesu akagundua siri ya kuwa smart ni kuhakikisha mwili wa dhambi unakuwa controlled na uwepo wa nani?
I like this one. Nisikilize vizuri. Unafahamu kwa nini Yesu alipobatizwa mbingu zilifunguka, Roho wa Mungu akamshukia, kisha Mungu akatangaza, huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye? Do you know why? Let me tell you something. Kwa mara ya kwanza duniani, tangu Mungu ameumba dunia, kwa mara ya kwanza ndiye binadamu wa kwanza aliishi duniani hajawahi kutenda dhambi na ana mwili wa dhambi. Nitajie mwingine ambaye hajawahi. Mtaje. Mmoja akaniambia Enoki. Kasome vizuri Biblia yako. Biblia yako inasema hivi, Enoki alipofikisha miaka mingapi? 65. Kabla ya 65 ni mwenzetu. Yaani Enoki na sisi kabla hajafika 65. Yaani wote tuko kundili. Mtaje mwingine unayemwona wewe hajawahi kutenda dhambi. Hayupo. Mimi nimeamua maisha yangu yote mpaka siku nitakapokufa, kila siku ya Mungu nasoma Biblia, kila mwaka naimaliza. Nasoma sura 3 kila siku. Huu ni mwaka wa 7 mfululizo. Sijamkuta mtu kwenye Biblia ambaye hakuwahi kutenda dhambi except Yesu. Mnamfahamu Elia? Yuko wapi sasa hizi? Mbinguni. Lakini angalia, alipigwa mkwala na mwanamke. Mwanamke alimwambia, umeua manabii, kesho na kuua. Kidume kikafanyaje? Kikamkimbia Mungu. Ila hivi tunavyoongea yuko wapi? Ngoja nikusurprise ushangae. Unajua Yesu alipokuwa duniani, Elia, Enoko na Musa mbinguni walikuwa wakai kwa amani. Yesu akitenda dhambi hata hii, wanashuka wapi? Ili wabaki huko lazima Yesu asitende nini? Huwa na ashumu yawezekana kuna wakati Musa, Enoki na Elia wakimwona Yesu anaenda kujaribiwa, wanamkimbilia, baba, viapo vipi sasa hapo mzee? Tunatoboa. It's my thought, I'm trying to think myself. Natamani wadogo zangu muelewe hichi kitu. Mimi nime experience kwenye maisha yangu. I'm testify natoa ushuhuda mbele yako. Ukielewa hiki kitu ukakiishi, hauishi kwenye dunia wanaoishi binadamu wenzio. Let me show you something. Yesu, simama uangalie huko. Simameni hivi muangalie hivi. Na wewe shosti hapa hivi. Shikaneni mkono. Nyinyi wadada wawili njooni hapa hivi. Angalianeni pia. Yaani mimi nahangaika, uangalieni hao. Mimi nahangaika hivi afu usielewe afu nisikukute mbinguni. Huku mwili wa dhambi alikuwa ni nani? Nyosha mkono. Na huku mwili wa dhambi ni nani? Nyosha mkono. Huyu ni Adamu ama mimi, na mwili wa dhambi na roho wa shetani. Huyu ni Yesu, ana mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu. Lakini sikiliza, maisha yake yote Yesu hajawahi kutenda. Yesu alipokufa msalabani ilitokea exchange ipi? Mwili wa Yesu wa dhambi ukachukua roho wa shetani aliyo ndani yako. Yesu akafa msalabani. Sogeni mmekufa. Msimame kule. Sasa hivi kilichobaki roho wa nani? Na mwili wa roho wa shetani yule kule. Umebaki mwili wa dhambi na roho wa nani? Yesu alipofufuka, alifufuka akiwa na mwili usiokuwa na dhambi. Ni upi? Yesu akafufuka na mwili usiokuwa na nini? Mshike roho wa Mungu hapa. Yesu alipofufuka akawa kama Adamu kabla hajatenda, akawa ana mwili hauna, ana roho wa nani? Halafu Yesu akawaambia wanafunzi wake hivi, msiondoke mpaka mtakapompokea nani? Mwili wa Yesu huu usiokuwa na dhambi ukapaa kwenda wapi? Roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya Yesu akapewa wakina nani? Shika mkono hapo. Wakapewa wakina nani? Sasa hivi kila binadamu duniani ana roho wa nani? Nisikilize, pointi hii ya pili ni muhimu sana. Kila binadamu ana roho wa Mungu, ila tofauti yetu iko hapa. Tunacho miss. Yesu akiwa na mwili wa kibinadamu na roho wa Mungu alikesha usiku kucha ili mwili wa dhambi ushinde. Wewe ulikesha lini? Halafu unataka uwe na ndoa. Mungu nibariki nipate mwanamke mzuri, awe bikra wa kiroho, ana lesoni, tuishi ndoa nzuri. Wewe bikra. Wewe unaitaka bikra, wewe unayo ya kwako? Biblia inasema unapewa kufanana. Sasa jiangalie ulivyo. Ushamuona mwenzi wako atakapokuwa Yaani hapo ulipokaa tu ukijiangalia sema come on, namsubiria changamoto wangu.
Mimi nimejifunza kitu wadogo zangu. Binadamu sasa hivi uhitaji mke, uhitaji mume, unahitaji kustruggle mwili wa dhambi uwe controlled na roho wa nani? Binadamu anayeishi kama Yesu kabla ya dhambi katika ulimwengu tunaoishi, kama ni mwanamke au ni mwanaume, huyo ni mume na mke bora. Angalieni leo tulivyokuwa wapumbavu, atu struggle mwili wa dhambi uwe controlled na Mungu, sisi tuna struggle kupata mke mzuri. Na una notebook. Yaani kuna kijana wa kiume ana notebook, kuna majina yenu, kuna Anita Velo wa Mbezi Beach, Mwajuma wa Kijiwe Samli. Alafu huko mbele kaeka qualification zake. Awe anawahi shule ya Sabato, awe na lesoni, awe na vitabu vyote vinne, avae sketi ndefu. Hatuhitaji hicho. Tulichokipoteza ni roho wa nani? Yesu alimrudisha ndani yetu. Kazi iliyobaki sasa hivi, usihangaikie mahusiano na mwanamke, usihangaikie mahusiano na mwanaume. Angaikia mahusiano kati yako. Mwili wa dhambi uwe controlled na roho wa nani? Mtu wa aina hii anakuwa kama Yesu. Sikiliza, hakuna binadamu aliishi maisha magumu kwenye hii dunia kama Yesu. Hivi unajua Yesu alikuwa ambassador naye? Unajua Yesu naye alivunja hivi wanaume ni kuvunja ungo kufanyaje? Unajua Yesu naye alipata bale? Hivi unafahamu Yesu hakuna dhambi ambayo hakujaribiwa? Unafahamu naye kipindi cha Yesu kulikuwa kuna pisikali za enzi zake? Unafahamu Yesu naye aliona mabinti wa kuvutia lakini hakuwahi kutenda? Kwa sababu gani? Yesu hakuwahi kutenda dhambi, sio alijiepusha kukaa na watu. Yesu hakutenda dhambi kwa sababu usiku kucha anaomba mwili utawaliwe na roho wa Mungu. Mchana anapoamka yuko duniani, mwili wake uko controlled na uwepo wa nani? Akiona mwanamke, roho wa Mungu yuko controlled, anaambia unaona ila hatutendi. Sasa angalieni sisi leo tulivyo. Mungu atusaidie. Unakuta kijana wa kiume hana muda na Mungu ila ana muda na kanisa. Sijui mmenielewa? Muda wote anashinda wapi? Lakini personal prayer with God hakuna. Alafu kakazana, Mungu mwaka huu usiishe, nipe anayenifaa, na kutahadharisha, hutampata. Huwezi kumpata. Na ndio maana nasisitiza kwenye hili juma tunalojifunza. Leo wetu watu wanataka mimi nije hapa nianze kukwambia, "We, ukitaka kupata mwanamke mzuri, muangalie mzazi wake." Nani alikwambia mzazi wake? Ukipata mwanaume mzuri, hawe anachapa kazi. Nani alikwambia kuchapa kazi ndio wanaume mzuri? Ukitaka ndoa yako iwe vizuri, hakikisha saa 12 umerudi nyumbani, mwanaume mpikie. Jamani, kuna mama ntilia hawana waume. Ingekuwa mwanaume kupikiwa, mama ntilia wote wana. Mwanaume ni kitandani. Sikiliza, kuna wadada hapo tu chini wanajiuza. Kama ni ngono ndo kuwa mke wako hapo bure. Shilingi ngapi sijui? 2,000. Buku ngapi? Na usije ukashanga, yani anajua bei kwa sababu yuko mazingira haya, anafahamu. Leo binadamu tumeacha kudili na tatizo. Yani mimi kuna wakati napata uchungu. Mimi nimejiwekea ratiba, kila siku ya Mungu huwa nasikiliza ubiri moja kila siku. Naingia YouTube, nachagua labda la familia. Yani kuna wakati namkuta mtu anafundisha familia, mimi paka machozi yananitoka. Honesty. Kwa sababu anachokifundisha sio tulichopoteza, sio tunachohitaji. Leo vijana tumepoteza mahusiano na Mungu. Sikiliza, ukisha distract connection na Mungu, wewe duniani ni useless. Huwezi kuwa somebody. You are just nobody. Ndio maana leo vijana wengi mnaishi na stress, mnaharibu future maisha yenu. Huko duniani huna mwelekeo, hujui unakwenda wapi, umeshakata tamaa. Hapo ulipo, jua likizama unashukuru, likiamka unashukuru. Na asubuhi kuna wakati unaamka hujui unakokwenda. Lakini mimi nikunongoneze leo, kama umenielewa hiki nilichokifundisha, trust me, you will be new version of yourself. Na mimi nimegundua kitu cha pekee sana. Ukitaka kuwa somebody, connect with God. Alafu nimejifunza mimi kwenye maisha yangu, kila unaposogea karibu na Mungu, hata marafiki zako wasiokuwa na Mungu huwafukuzi, wao wenyewe wanaanza kuondoka automatically.
Tena mimi niwaambie ukweli kabisa, binti au kijana wa kiume aliye na mahusiano ya kweli na Mungu, hata wanaume hatutongozi mpaka tukuzalau. Sijui kama unajua hilo. Unafahamu mwanamume atongozi mwanamke mpaka amzalau. Sasa kuna dharau negative na dharau positive. Sasa kuna wadada leo, yani mimi naonekana ni mzuri na tongozwa. Hapana, sema hivi, mimi naonekana ninadharauliwa. Wanaume tuko hivi, kabla sija kutongoza huwa na test kuona standard yako ipi. Ukipita nafanya pss. Mwanamke anayejielewa asimami. Lakini ukisikia pss, mimi akilini mwanaume anasema huyu anafanyaje? Analika. Lakini kuna mwanamke akipita unafanya pss, kimya. 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 Wewe unasema hapa nimeshindwa. Hata ukikaa na wanaume wenzako akapita tena yule binti wakaanza kumwongelea, huyu dada vipi? Sema huyu dada anajielewa. Hatukutongozi kwa sababu umetengeneza standard. Umezitengeneza kutoka wapi? Una muda na nani? Wewe sio mbwa kuitwa babani ps. Hakuna kitu mimi kinaniumiza. Eti binti unatoka hapa Ubungo unakwenda chuo CBE, uko ndani ya daladala, unakutana na kijana, mmekaa kwenye siti moja, anakuomba namba, unampa. Hujui katoka wapi, yeye ni nani, anaenda wapi, alafu mtu kwenye daladala anakuambia, mambo poa, naitwa Juma. Mele. Unaenda wapi? Niko hapo CBE mwaka wa pili. Hujaulizwa swali la pili ushajibu. Nachukua accountants. Yes, kijana anasema na mimi niko IFM pale. Samahani, naweza kupata namba zako? 0. Ngoja niwaambie wadada, mwanaume mwenye akili timamu anayejielewa hakuoi. Hivi mwanamke wa hivyo ukimuoa akisafiri tena? Si umemuoa ni mkeo ndani. Wewe ulimpata wakati unaenda chuo IFM, anaenda Morogoro tena. Amekaa na nani kwenye siti? Kama wewe ulimpata hivyo, yule anashindwa kumpata. Wanawake, kwa nini usitengeneze standard? Unatoka nyumbani unakwenda chuo. Keep connect with God. Mimi siamini na sitaamini. Eti kijana wa kiume kaja kwenye makambi Jumamosi, katoka Ilala, kaja hapa Ubungo hili, eti ananiona ananiambia nakupenda, nahitaji nikuoe. That is a liar. Huo ni uongo. Unanipendaje unijui? Wewe hujanipenda, umevutiwa na nguo mpya ya Sabato hiyo ya kufungia makambi. Maana ile siku paka asiyevaa vizuri anavaa. Na siku hizo dada mna nguo zenu mnavaa, tunaona kabisa kona ya paja ile pale. Kwa kijana akikuona anashtuka, sema huyu analika. Lakini akija kwako tunamwambia, samahani, naitwa Juma, mimi nimekuelewa, Mungu akipenda tuoane. Ndio kwa mara ya kwanza anafanyaje? Hivi wewe una akili timamu kabisa? Ni wanaume sawa, tutaona 0. Are you okay? Lakini mtu aliye connected, niamini mimi, mtu aliye connected na Mungu, hata ukianza kuongea naye tu unamjua sio mtu wa kawaida. Hata thinking capacity yake, halafu hana pressure na ngono, hana pressure na kuolewa. He knows, anajua anaelekea wapi, anataka nini na kwa nini. Hana papara. Lakini angalieni generation tulionayo leo. Mimi mwenzenu honesty naogopa. Na nimeamua siku hizi kwenye mahusiano nataka niache kabisa kufundisha waliooana. Nataka nifundishe ambao hawajaoana. Ninyi vijana nyinyi. Dunia tulionao sasa hivi ni mbaya kuliko mnavyofikiria. Watu wameharibiwa akili, watu hawatafuti standard yao. Mtu atafuti thamani yake. Eti kuna mtu anategemea thamani yake ijengwe na mwanaume au mwanamke. Leo kuna mtu ameaminishwa ukiwa na boyfriend na girlfriend eti wewe ndo mwanamke wa kweli. Na sasa hivi ngono imekuwa kama jua, lazima kila siku lifanyeje? Lichomoze. Unajua sasa hivi ngono imekuwa it's like water. Kuna kijana mmoja nilikuwa nafundisha kwenye makambi fulani, alinifuata akaniambia, pastor, nimekupenda, naomba uwe mentor wangu. Niko naye huu mwaka wa pili. Alini surprise, anasema alienda kwenye makambi asubuhi walivyomaliza ibada.
kaondoka na binti anatembea, wametongozana njiani, wamekubaliana njiani, wameenda kulala. Asubuhi na wote wametoka kwenye makambi. Jioni anafunga kambi, kakutana na mwingine, kaondoka naye. Wawili Sabato hii. Sasa hivi ni rafiki yangu sana, tunajifunza naye. Sasa hivi alipofikia ananiambia hivi, sasa pastor, hivi nitapataje mke? Maana naogopa hao wadada ambao nataka sasa mmoja awe mke wangu, nikikumbuka maisha yangu mimi nyuma. Hao wadada kanisani, hao nilikuwa nacheza na maisha yao kuliko maelezo. Leo nawezaje kumjua anayenifaa? Hivi nani leo kijana ambao yuko proud na maisha yake, na ukiwa wewe mwenyewe unasema I thank God for the way who I am? Nani sasa hivi uko proud? Yani ukikaa mwenyewe una confidence ya kusema I am the man of God. Trust me. Mimi si wahukumu, lakini niamini mimi, tukitaka kuwa wa kweli leo, unaweza humu ndani humu tukisema tuwe wa kweli, unaweza nikisema wanaojiona bado hawajakaa sawa, tukakosa hapa aliyekaa. Mwingine akasema mimi ninakaa ila nikitoka hapa nitatubu. Asanteni wadogo zangu. Mungu awabariki. Yaani anajiambia tu mimi hapa nakausha tu. Akitoka hapa anambia Baba wa mbinguni nisamee. Sasa hivi nini tufanye sasa wadogo zangu? Mimi niwauzie wazo sasa. Don't waste time. Usipoteze muda kutafuta mke. Na ukijiona uwezi kuishi, yani ukijiona unajiambia I can't sustain without, siwezi kuishi bila mwanamke, una matatizo ya kiroho. Ukiona ni mwanamke huwezi kuishi bila mwanamke, we bado huko nyuma unamhitaji nani? Lakini kuanzia leo mimi nakuomba, hebu binti uliokuepo hapa leo, ukirudi nyumbani, ingia chumbani kwako, funga mlango, kaa, talk to yourself. Talk to yourself. Jiambie, Mungu, who am I? Mimi ni nani? Kwa nini niko duniani? Unataka nifanye nini duniani? Hivi unafahamu kuna watu kanisa unalosali umeshapoteza thamani yako. Wanaume wana tabia ya kuhadisiana wakishalala na wewe. Tuko hivyo. Naweza kakaa na wanaume wenzie, wewe unapita naambia mnamuona wewe? Tayari. Na wanaume si wajinga. Huyu akiniambia tayari na mimi najipanga pia. Kumbe anapigika na mimi nakuja. Kwa hiyo nafikia kipindi ndani ya kanisa waliokupiga wewe mwenyewe wakumbuki wote. Kiambao wahesabu leo unamalizia 8, kesho ukija mwambia jana nilishia 8, umeongezeka 3. Lakini hebu jiulize hili swali. Mungu anisaidie nyinyi watu mnielewe. Sijui kama mnaelewa ninachokielewa kwenye kichwa changu. I don't know. Hebu jiulize hili swali. Wewe ni binti, ratiba yako iko hivi: chuoni, nyumbani, kanisani. Alafu unajua kabisa na mahusiano na Mungu, na umeshamwambia Mungu, Mungu nataka nikiwa na miaka 27, 26 niolewe. Nitaanza uchumba nikiwa na miaka 24. Kwa maana hiyo, sasa hivi nina miaka 21. Hata mtu akitaka kunitongoza simpi nafasi, maana sio muda wangu. Lakini unafahamu sasa hivi kuna binti anatembea ajui anaolewa lini, ajui lini anaanza mahusiano. Yaani akitembea sema anawimba usinipite Mwokozi, unisikie. Akiwa babani akasimamisha, samani kasimama, ngoja nijaribu zalili. Lakini mwanamke lazima uwe determined. Lazima uwe na structure maisha yako. Lakini sio mwanamke, mwanaume lazima uchore mchoro. Lazima ujijue kabisa, mimi kijana wa kiume nitamaliza chuo nikiwa na miaka 23, nitafanya kazi miaka 2, mwaka huu ndo nitaoa, mchumba nitakuwa naye. Wewe uko form 2, unataka boyfriend, girlfriend, for which purpose? Unataka kujiengage kwenye ngono, kwenye unatafuta nini wakati huo? Kwa sababu hauna structure, hauko connected na Mungu, unaishi kama upepo. Kuna wakati ukija mtu unaenda huku, kuna wakati ukija mtu unaenda huku, and the bad thing, unayaharibu maisha yako, alafu unaanza kulaumu watu wengine. Ni wanaume nyoka. Mimi nakwambia nisingezaliwa single parent nisingekuwa hivi. Ni wazazi wangu tu. No. Sio wazazi wako tu. Wako watu wengi. Mimi mwenyewe nimezaliwa single parent. Nayeongea na wewe hapa. Mimi ninakuwa mkubwa, namuona Shujaa ni mama yangu. Baba mimi nimekuja kumjua nikiwa mtu mzima kabisa. Kwa hiyo uchaguzi wa maisha uhusiani na umezaliwa na nani? Inahusiana na maisha yako binafsi na nani? Namuomba Mungu wa mbinguni, namuomba sana ninyi vijana mnielewe. Na hata tuliokuwa kwenye ndoa tuelewe. Kwa sababu wako watu leo wameoana lakini hawana mahusiano na Mungu, hawaenjoy.
Lakini kuna ndoa mimi nimezifungisha za watu ambao hawajawahi kukutana hata kimwili mpaka wameoana, na testify mbele yenu, haziko sawa na wale ambao walikutana kabla. Tuinamishe kichwa tuombe. Asante Yesu kwa ajili ya leo. Mimi ni binadamu kama walivyo wenzangu. Kuna wakati Kristo, moyo wangu na akili ulivyonibariki kuelewa, sijui namna ambavyo Roho wako ataongea na vijana na wanandoa walioko wako humu ndani. Na kusihi sana, haya mambo yasiwe bure. Hebu saidia vijana waliokuwemo humu ndani wakafanye maamuzi mapya. Kwa nini usifike wakati Yesu tukatengeneza standard mpya za maisha yetu? Kwa nini tumekuwa wimbi tunaotekwa na mitazamo hafifu ya duniani? Na waombea wale waliokuwepo ndani ya ndoa kwa kukosea, tengeneza mahusiano yao yakawe mapya. Lakini vijana hawa unaowaandaa kwa ajili ya kujenga taifa lijalo, na kuomba sana Mungu wangu, wakaone thamani ya kujenga mahusiano thabiti na wewe, na kwa kupitia wao wakawe nuru ya kuwa baraka kwa kizazi kinachokuja. Wasilete majeraha na maumivu kwa wenzao, ila wakawe mguso wa baraka njema siku zijazo mbeleni. Ikikupendeza Yesu, hata miaka 20-10 ijayo, siku moja nikausikie ushuhuda wa kijana mmoja atakayesimama na kusema juma hili lilikuwa sababu ya kujenga upya maisha yake. Na kwa sababu hiyo Baba, na waweka watoto wako mikononi mwako na kukusii mapenzi ya mbingu kwa ajili yao ukayatende sasa, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki.